Abdul Halim Hafidh Ameir, mtoto wa kiume wa Samia Suluhu Hassan, amezua sintofahamu kubwa huko Urusi, ambako mama yake amekuwa katika ziara iliyoanza Juni 3 na inahitimishwa leo Juni 5. Makala hii inaeleza kwa kina japo kwa kifupi kuhusu hiyo sintofahamu iliyosababishwa na Abdul. Sasa picha mbalimbali zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimemuonyesha Abdul akitambulishwa kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi, ambaye ni mwenyeji wa Samia Suluhu Hassan ambaye ameanza ziara hapo juzi. Sasa kwa protokali za nchi kama Urusi, mtu yeyote anayekuwepo katika msafara wa kuelekea ikulu ina maana ana wadhifa maalum katika hiyo ziara husika. Lakini sote tunafahamu kwamba Abdul hana wadhifa wote katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au katika anga za kidiplomasia. Anafahamika tu kuwa ni mtoto wa rais. Na ukisikiliza porojo za mtandaoni, wanasema kwamba kazi pekee ambayo Abdul anafanya ni kuuza matairi Kariakoo. Sasa inakuwaje huyu muuza matairi Kariakoo akawepo katika msafara wa hali ya juu, msafara wenye hadhi kubwa ya kwenda katika ikulu ya Urusi inayofahamika kama Kremlin na kutambulishwa kwa Rais Putin? Sasa Jasusi TV ni moja ya sehemu chache ambazo zimeripoti undani uliofichika, au pengine jitihada hazijafanyika za kutosha kuelewa kuhusu Abdul ni nani na ana wadhifa gani katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, Jasusi TV imekuwa ikiripoti kwamba kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, Abdul kwa sasa ndiye mkuu halisi wa idara ya usalama wa taifa. Na hili halikutokea kwa bahati mbaya. Kwa upande mmoja, taasisi hiyo kwa muda mrefu imekuwa na mapungufu makubwa. Mapungufu ambayo yaliifanya kuwa, katika Kiingereza wanasema kuwa vulnerable, yani kuwa tayari kuhujumiwa, kwa sababu haikuwa na mfumo imara. Ilijikita zaidi katika shughuli za kisiasa badala ya masuala ya kiintelijensia. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la muda tu atokee mtu mwenye uwezo au tamaa ya madaraka na angeweza kirahisi kupora, na hili limetokea kwa Abdul. Lakini kabla ya kupora madaraka ya uongozi wa idara ya usalama wa taifa, awali Abdul alianza kuwasumbua viongozi wa taasisi hiyo. Takriban wakurugenzi wakuu 3 waliondolewa na Samia Suluhu Hassan kwa sababu walikataa kutekeleza matakwa ya Abdul. Na kwa mujibu wanaofahamu, wanasema hayakuwa matakwa kwa lugha ya kistaarabu, bali wakati mwingine alikuwa akiwatukana viongozi wa taasisi hiyo muhimu. Kwa hiyo baada ya kutimua hii na kuhofia kwamba labda kwa sababu tayari kulikuwa na maneno kwamba inakuwaje wakuu wa idara ya usalama wa taifa wanaondolewa mara kwa mara, ikaonekana kwamba njia sahihi sasa taasisi hii iwe chini yake. Kwa hiyo kwa muda huu, kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika, Abdul ndio mkuu halisi wa idara ya usalama wa taifa, na hii ndio iliyopelekea yeye kuwemo katika msafara huo huko nchini Urusi. Katika makala iliyopita, Jasusi TV ilieleza kwamba miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yanatarajiwa kufanywa katika ziara hiyo ni pamoja na mikataba mbalimbali. Na mikataba hiyo ni pamoja na mkataba kati ya taasisi za intelijensia na ujasusi za nchi ya Urusi na hili genge ambalo kwa sasa linaongozwa na Abdul. Kwa sababu licha ya hiyo kuelezwa kuwa Abdul ni mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya Tanzania, lakini kuna magenge mbalimbali ambayo kwa upande mmoja yanahusishwa na idara ya usalama wa taifa, lakini kwa upande mwingine yanahusishwa na yeye mwenyewe binafsi, ambayo yamekuwa yakihusika na matukio ya utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji na mauaji. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo yalitarajiwa kufanyika huko nchini katika ziara hii ya Samia kwa Urusi ni mikataba ambayo itaziwezesha taasisi hizi ambazo Abdul anazo, taasisi hizo rasmi, taasisi za kihuni, taasisi za kihalifu, ili kupatiwa pamoja na mambo mengine nyenzo na mafunzo ya utekelezaji wa unyama wanaoendelea kufanya. Mengi yameongelewa kuhusu yaliyojiri Oktoba 29. Lakini ukweli ni kwamba haya hayakuanza Oktoba 29. Tofauti ni kwa Oktoba 29 idadi kubwa ya watu waliuawa kwa mkupuo. Takwimu zinasema idadi waliouawa ni zaidi ya watu 10,000. Wengine wanasema ni zaidi ya watu 16,000. Lakini idadi kamili haifahamiki. Samia aliunda tume ya mchongo wa Jaji Chande, ikaja na idadi ya watu 518. Hata hivyo, hata kama idadi hii ingekuwa ni ya kweli, bado ni idadi kubwa sana ya Watanzania kuuawa. Watu 518 si idadi ndogo. Lakini ndio hivyo ilivyokuwa. Lakini matukio haya yalianza kabla, na kwa mujibu wa ufuatiliaji uliofanywa Jasusi TV, matukio ya utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji na mauaji kwa utawala wa Samia Suluhu Hassan yalianza rasmi katikati ya mwaka 2023. Sasa turudi kwenye hizi taarifa za kuwa uwepo wa Abdul huko ulikuwa ni wa kimkakati, kama yeye alikwenda huko kwa ajili ya hiyo mikataba inayoelezwa kuwa ni asiri ambayo itaviwezesha hivi vikundi mbalimbali
ambavyo yeye anavisimamia katika kutekeleza majukumu yao, lakini sasa vinakwenda katika ngazi ya juu zaidi, kwa sababu kupatiwa mafunzo pamoja na vitendea kazi kutoka kwa taasisi zinazofahamika kwa mambo kama haya. Urusi ni sehemu mwafaka kwa Samia, kama ilivyoeleza katika makala iliyopita, kwa sababu ina kila anachokifanya Samia, lakini mara milioni zaidi. Idadi ya watu ambao Putin ameua mpaka sasa hivi katika vita ya Ukraine, lakini pia idadi ya Warusi ambao wamekufa katika vita hiyo. Haya yote yanamfanya Putin kuwa ni pengine kiongozi mbaya zaidi ya Samia, lakini pia anakuwa ni kiongozi muafaka kwa Samia, kwa sababu kuna mengi ambayo anajifunza kutoka kwake. Kwa hiyo katika moja ya maelezo inadaiwa kuwa kuna hiyo mikataba ambayo inafanywa, kuna taasisi inayofahamika kama GRU. Sasa hii GRU ni miongoni mwa idara za usalama wa taifa za Urusi, lakini hasa katika asili yake GRU ni kitengo, ni sehemu ya idara ya usalama wa taifa ndani ya jeshi la Urusi. Kwa hiyo ni intelijensia, lakini katika jeshi la Urusi. Na katika Urusi ni vigumu sana kutenganisha jeshi na intelijensia, kwa sababu ni kama vitu ambavyo vimeingia kwa pamoja, kama ilivyokuwa huko mwanzo zama za KGB. KGB ilikuwa ni kama jeshi, lakini pia ilikuwa ni taasisi ya intelijensia. Kwa hiyo katika msingi wake utaona viongozi wengi wa intelijensia ya Urusi wana background ya jeshi, na jeshini nako viongozi wengi ni watu ambao wanatoka katika intelijensia. Kimsingi hili linatokea Tanzania, lakini kwa vile mengi yanayozungumziwa kuhusu idara ya usalama wa taifa pengine hayafahamiki, au mfumo wa uongozi wa Tanzania haufahamiki, kwa hiyo haya yanakuwa hayapo hadharani sana, lakini kuna interaction, kuna mahusiano makubwa sana kati ya uongozi nchini Tanzania na idara ya usalama wa taifa, na kwa upande mwingine huko jeshini. Sasa ndani ya GRU kuna vikosi kadhaa ambavyo vimekuwa vikihusika na matukio ya kutisha duniani, na hivi ndivyo ambavyo vinatarajiwa kuwa vinampatia Abdul hicho alichoenda kukifuata nchini Urusi. Moja ya vikosi hivi ni kitengo namba 29155. Hiki ni maarufu sana katika masuala ya sumu. Hawa ni hodari sana katika kufanya mauaji kwa kutumia sumu, na wanahusishwa na mauaji mbalimbali, lakini miongoni mwa mauaji ambayo yalivuma sana, ambayo ilikishirikisha kikosi hiki, ni ya mtu anayefahamika kama Sergei Skripal, ambaye yeye na binti yake waliwekewa sumu. Hawa walikuwa ni wakimbizi waliokuwa wakiishi nchini Uingereza, lakini waliwindwa na hawa majasusi wa GRU wa kitengo cha 29155 na kutekeleza azma yao hiyo ovu, na walitumia sumu inayofahamika kama Novichok. Halafu kuna tukio jingine ambalo lilifanywa na kitengo hiki cha 29155 dhidi ya afisa wa zamani wa ujasusi wa Urusi aliyekuwa akifahamika kama Alexander Litvinenko. Hii habari yake ilivuma kwa sababu ukiangalia na kufuatilia ni kama filamu ya namna fulani. Hawa jamaa waliingia kama watu watalii wa kawaida, lakini walikuwa wamebeba sumu hatari iliyokuwa inafahamika kama polonium 210, na ndio waliotumia kumdhuru Litvinenko, na hatimaye alifariki vibaya. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wana historia ya vitendo vya hujuma nje ya Urusi. Ndani ya Urusi pia wanafanya, lakini kwa kiasi kikubwa huwa wanafanya matukio haya nje ya Urusi, na haya yamethibitishwa na taasisi mbalimbali. Halafu kuna kitengo cha 26165 ambacho kinafahamika kama Fancy Bear. Hawa zaidi wa katika masuala ya udukuzi. Ni hatari sana katika masuala ya udukuzi. Wanadukua akaunti za watu, wanafuatilia watu mtandaoni na kufanya vitu vichafu sana katika mitandao. Halafu kuna kingine cha 74455. Hiki kinafahamika kama Sandworm. Hawa ni majasusi wa mtandaoni. Wao wana tabia ya kufuatilia watu, kuwachafua watu, kufanya vitu vichafu kabisa katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa kifupi, hawa ndio watu, haya ndio makundi, taasisi ambazo inaelezwa kuwa Abdul ameenda kukutana nazo huko. Na kinachotarajiwa kwa kweli baada ya Abdul kurudi kutoka huko Urusi, hali inaweza kuwa mbaya, na ni muhimu kuchukulia tahadhari hizi muhimu, kwa sababu tayari hali ni mbaya, lakini inadhaniwa kwamba inaweza kuwa mbaya zaidi. Na ni muhimu kufahamu kwamba pamoja na yote yanayoendelea, utawala huu umeshafitinika.
kuna mengi yanayoendelea ndani ya serikali hiyo. Watu wengi wanatekeleza yanayotakiwa kutekelezwa kwa sababu wanaogopa kubakwa, wanaogopa kulawitiwa, wanaogopa kuteswa na hatimaye kuuawa. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wanalazimika kufanya haya yanayofanyika kwa sababu ya hofu kuhusu familia zao, lakini pia kuna idadi kubwa ya fedha inayotolewa ili kuhakikisha kuwa matakwa ya Abduli yanafanikiwa. Katika namna gani ambavyo watu wanaweza kukabiliana na haya matishio? Kwa kiasi kikubwa ni kujielimisha na kutokuchukulia tahadhari hizi juu. Moja ya changamoto kubwa ambazo Watanzania moja ya changamoto kubwa ambazo zinapelekea Watanzania wengi kujikuta wanadhurika ni kuchukulia poa. Ile lugha ya mtaani wanasema unachukulia vitu poa. Kuna watu wengi wamedhuriwa kwa sababu tahadhari zilizotolewa hazipewi uzito stahili. Na katika hili Just TV kwa hakika imejitahidi vya kutosha kila mara inapopata taarifa kuiweka hadharani, lakini pia kumekuwa na jitihada za uandishi wa vitabu kuhusu jinsi ya kukabiliana na watu wasiojulikana na mambo kama hayo. Kwa hakika ni muhimu sana kuchukua tahadhari kwa sababu mlinzi wa kwanza wa usalama wako ni wewe mwenyewe, na ni muhimu kujifunza na kujielimisha, na endapo kuna vitu ambavyo huelewi ni vyema ukauliza kwa watu ambao wanaweza kufahamu. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni hapa kwenye comment. Asanteni na kwaheri.